Ijumaa njema, Ijumaa ya baraka, ambapo asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Unjambo, karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi na kubarikiwa kwa pamoja. Kutokana na neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa na mtumishi wake, sio mwingine mbali ni Pastor Zacchaeus Kaesa kutoka kanisa la ABC Kidhiani, Mukapa Soret, Makueni, Sabweni Kota. Karibu tuzidi na kubarikiwa kwa pamoja kupitia kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Ujambo mtazamaji, ni matumaini yangu ya kwamba uko salama salimini na uwepo wa Bwana uko pamoja nawe. Karibu ili tupate kushirikiana kwa pamoja kwenye kipindi Manyunyu ya Baraka. Tutapata somo la kutuongoza kwenye kitabu cha Kutoka, sura yake ni ya 12. Tutaanza haya ya 3 na ya 5 na tumalizie na 22. Simameni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku 10 ya mwezi huu, kila mtu atatwaa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. 5. Mwanakondoo wenu atakuwa hana hila, mume wa mwaka mmoja, mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi. 22. Nanyi twaeni tawi la hisopo, mkalichovye katika ile damu iliyo bakulini, na kupiga kizingiti cha juu na miimo miwili ya mlango. Kwa hivyo damu hiyo katika bakuli, tena mtu yeyote miongoni mwenu asitoke mlangoni mwa nyumba yake hata asubuhi. Tutapata maombi. Tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, sifa na utukufu ni zako milele na milele. Nalishukuru jina lako kwa ajili ya kuiona asubuhi hii. Kwa ajili ya neno lako Baba, usemezane pamoja nasi, kwa sababu kupitia neno lako ndipo tunayajua na kuyaelewa mapenzi yako. Mbarikie mtazamaji na msikilizaji pale, na uwe pamoja nasi katika kila hatua. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba. Amen. Utakazo kupitia mwanakondoo, Pasaka. Kama vile nilitangulia kusema hapo awali, mzimu huu wote ni kipindi cha Pasaka. Tunaweza kuona ya kwamba tutaangazia mambo matatu: maana ya Pasaka, mwanakondoo wetu, mambo tuliyopata kutokana na kupitia kifo cha mwanakondoo. Mtazamaji wangu, unaweza kuelewa ya kwamba upatanisho huja ama uhuru huja kupitia njia ya damu. Upatanisho wetu na Mungu ni kupitia damu ya Yesu iliyomwagika. Wakati huu wa wana wa Israeli waliweza kuambiwa ya kwamba wamtwae mwanakondoo mmoja kulingana na kila nyumba jinsi walivyo, pia mtu akiangalia hesabu ya watu alio na wao pale nyumbani. Mtazamaji wangu, tukielekea katika msimu huu tunasherehekea Pasaka. Namshukuru Mungu kwa sababu mwaka jana tuliweza kuwa na mambo kama haya ya kusherehekea Pasaka. Tumshukuru Bwana kwa ajili ya uhai, kwa sababu kuna wengi ambao walikuwepo na hatutakuwa pamoja na wao kusherehekea mwaka huu. Mungu aliwaita na kuwapumzisha kutoka katika ulimwengu huu. Mtazamaji, Musa alikusanya wana wa Israeli, na baada ya kuwakusanya aliwaambia maagizo yale ambayo Bwana alikuwa amempa. Naona ya kwamba wakati wa Pasaka ilikuwa ni sherehe kubwa kwao, na waliweza kuielewa na siku ya maana sana, kwa sababu iliweza kufanywa wakumbuke mambo matatu. Jambo la kwanza ni jambo la siku walipotolewa Misri utumwani. Jambo la pili ni siku ya utakazo ambao uliweza kuletwa kwao mara moja kwa mwaka. Jambo la tatu, siku ya kula mkate usiotiwa chachu. Hayo mambo matatu yalifanyika kila wakati wa kusherehekea Pasaka kwa wana wa Israeli. Tukiangalia unaweza kuona ya kwamba
waliweza kupewa maagizo jinsi watakavyomla mwana-kondoo. Pasaka ni neno hili kupita, yaani kitu kupita mahali, ama malaika wa Mungu kupitia katika malango yao. Kwa maana malaika walipotimiza hayo, aliweza kutumwa na Mungu akazuru kile nyumba, na akizuru katika ile nyumba aliweza kuangalia, je, kuna damu? Kama hakuna damu, aliweza kuangamizwa wote, wao na watoto wao, wenye boma na watoto wao, na hiyo familia yote inaisha, kwa sababu hawakufuata amri ya Mungu. Je, kulingana na hivi, unaweza kuona ya kwamba hizo sheria jinsi walivyozingatia, waliweza kuambiwa ya kwamba wamle mwana-kondoo kiasi cha kumaliza, na waliweza kupewa ile inaitwa lockdown, yaani mtu apate kukaa mpaka kesho asubuhi, hakuna kutoka, na walikaa pale wakifungiwa mmo, ili malaika wa Mungu amalize kazi yake na kukagua manyumba yao. Kunaye mwana-kondoo ama kondoo lililotolewa wakati wa sadaka ama wakati wa utakazo. Kondoo wawili waliweza kutolewa, na wote walikuwa kondoo wa kiume ambaye hawana mawaa. Ni lile ambalo tumeweza kusoma ya kwamba, yaani anayestahili. Kondoo moja liliweza kuchinjwa, damu ikatolewa, na hata pia kupitia hisopo wakaweza kumwagiliwa, kunyunyiziwa wale watu. Hiyo ni njia ya utakazo, mtazamaji wangu. Jambo la pili, kondoo wa pili aliweza kubebwa na hata kwenda kufungwa kule mbali msituni, kiasi eti ya kwamba huyo ndiye amebeba zile dhambi zote ambazo zinawakabili. Dhambi zimeondoka na huyo mwana-kondoo. Kwetu sisi leo kanisa ama Wakristo, hatuna mwana-kondoo mwingine. Damu ya mbuzi, damu ya ng'ombe, damu ya kondoo haiwezi kusafisha mtu dhambi zake, ila tu ni damu ya Yesu Kristo ndio inaweza kazi hiyo ya kutakaza mtu. Damu ya Yesu Kristo ndiye mwana-kondoo aliyeinuliwa pale msalabani na kutezwa kwa ajili yetu, na hivyo basi tukapata msamaha wa dhambi. Kondoo wa kuchinjwa na kutoa damu alikuwa ni kondoo yule ambaye amehifadhiwa vizuri, anatunzwa vizuri na anawekwa vizuri. Yesu Kristo ndio mwana-kondoo wetu, ambaye ni mwana-kondoo ambaye anastahili. Mwana-kondoo wetu leo ni Yesu Kristo, na damu yake ni tosha. Hakuna nyingine ambalo inaweza kutumika ila ni hiyo tu, damu ya Yesu Kristo. Tumtegemee yeye na tumfuate yeye, kwa sababu aliangikwa msalabani kwa ajili ya Yesu na mateso yake. Naweza kuona ya kwamba kuna mambo karibu 8 yale ambayo nitakueleza yalitokana na Yesu mwana-kondoo wetu. Jambo la kwanza, tulipata ukombozi. Wana wa Israeli walikumbuka ukombozi walipotolewa Misri. Ila na sisi kanisa tunakumbuka, yaani siku ya ukombozi ambao tumekombolewa kutoka katika dhambi. Jambo la pili, kutoka katika utumwa wa shetani. Jambo la pili ni kuwekwa huru. Tumewekwa huru kiasi ya kwamba tunaweza kumwabudu na kukaribia mbele ya Kristo, kukaribia mbele za Mungu, na hata kufanya ibada na hata kumuomba pale. Tumewekwa huru, mpendwa mtazamaji. Jambo la pili, uponyaji tunaopata kupitia mwana-kondoo aliyewekwa pale msalabani, aliyekufa na akafufuka siku ya tatu. Tunapata uponyaji. Kwa hivyo uponyaji tunaopata ni kupitia damu ya Yesu, ni kupitia Kristo mwenyewe. Hivyo basi tunapata uponyaji. Katika kitabu cha Kutoka kuna mahali imeandikwa ya kwamba yeye ni mponyaji. Yeye ni mponyaji wetu anayetuponya. Hivyo nasi tunaponywa kupitia Yesu Kristo. Jambo lingine, tunapata msamaha. Msamaha unaingizwa hapa ili baada ya msamaha wa dhambi tuunganishwe na Mungu. Ule ukombozi ama ule upatanisho uko pale, tukaweza kupatanishwa na Mungu. Sisi ni watoto wa Mungu, yeye ni baba yetu, na mpaka tumtumaini na tumtegemee yeye. Jambo lingine ni kuhesabiwa haki, justification, ama kuhesabiwa haki. Pale tunahesabiwa haki kupitia damu ya Yesu Kristo, ama kifo cha Yesu ndio tunahesabiwa haki.
Jambo lingine, tumepata wokovu. Wokovu unapatikana kupitia mwana kondoo wetu ambaye ni Yesu Kristo, na hata pia utakazo. Bwana atusaidie. Bwana apate kukubariki msikilizaji na mtazamaji wangu, na uwepo wa Mungu uzidi kuwa pamoja nawe, na utafakari mambo hayo maishani mwako, kwa maana ni ya maana sana. Bwana ibariki neno lake. Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, ni asante kwa ajili ya uwepo wako pamoja nasi asubuhi njema ya leo. Tunaomba Baba, tunapojiandaa kwa ajili ya ibada, uwe na kila mmoja wetu, hata mtazamaji pia ukapate kumsaidia. Ako na shida mbalimbali na mahitaji mbalimbali yale ambayo anaweka kwako. Natarajia kwamba Mwenyezi Mungu atapata nguvu na atapata uwezo wa kuona heri na fanaka katika kila jambo. Neno lako lifuatilie, tuzidi kumtazama mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo, aliye wa maana sana katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba. Amen. Wokovu ni wa mtu binafsi. Wokovu sio wa familia, mbali wokovu ni wa mtu binafsi, ni wako, yani wewe peke yako. Ndiyo maana tumeweza na kufundishwa na kusoma siku ya leo na kujua kwamba kila nyumba ilipaswa kuwa na mwana kondoo wake. Kila nyumba. Wokovu ni wa mtu binafsi. Mwana kondoo asiye na dosari. Mwana kondoo ambaye amekamilika. Na hiki tukaweza na kujifundisha kwamba ukamilifu na utakatifu unaohitajika kwa dhabihu. Wewe umtolea Mwenyezi Mungu dhabihu ya aina gani? Ni dhabihu ambayo imekamilika? Ni dhabihu ambayo iko na dosari ama vipi? Wakati ambapo unajiandaa kwenda kanisani, kwenda kuomba Mwenyezi Mungu, kumwabudu pale, angalia sana dhabihu yako inakuongea namna gani. Ni dhabihu ambayo hata Mwenyezi Mungu akikuangalia akiwa juu mbinguni, anaona kwamba huyu ajui kile ambacho anakifanya. Damu kama ishara ya ulinzi, ilikuwa kama ishara ya ulinzi, maana iliweza na kupakwa pale mlangoni kama alama ya amani na utiifu. Ulisikia, umetii lile neno ambalo uliweza na kulisikia. Utiifu kamili ni wa kufuata maagizo ya Mwenyezi Mungu. Wewe uwa mtiifu kwa kuongea, kwa kusema tumefundishwa hili, lakini ufuati maagizo. Wewe uwa unafuata yale yote ambayo Mwenyezi Mungu ameagiza, ama ufuati, basi wewe sio mtiifu. Hapa tunajua kwamba wokovu huja kupitia dhabihu, kama vile ambavyo Yesu aliweza na kutolewa kama dhabihu, akaweza na kuwambwa pale msalabani kutokana na dhabihu, yani inayokubaliwa na Mwenyezi Mungu. Na pia yani ni ulinzi ambapo yani upatikana kwa imani na utiifu. Ulinzi, hata ulinzi wako utatukana na ile dhabihu ambayo unatoa. Ile dhabihu unatoa inanena kwa sababu ya maisha yako. Ile dhabihu ambayo unaitoa inanena kwa sababu ya kazi yako, kwa sababu ya familia yako, kwa sababu ya chochote kile ambacho huwa unakifanya. Je, wewe huwa unatoa dhabihu ya aina gani? Hilo ndilo swali ninakuachia asubuhi ya leo. Siku ya leo ndugu zetu wanaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Wewe mahali popote pale utashinda ukiwa, Mwenyezi Mungu akatutangulie na pia akawa pamoja nasi na Roho wake Mtakatifu, maana ni mwalimu kwetu, akazidi na kutusaidia ili tukaweze na kufahamu na kuona kuna haja ya kutoa dhabihu ambayo haina dosari, maana dhabihu hutuongea kwa mambo mengi sana. Bye bye.